Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi leo, ikiwa ni Julai 11 ya mwaka wa 2026. Tuombe. Baba yetu mtakatifu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninasema asante kwa ajili ya asubuhi ya leo, katika siku hii nzuri uliyotujalia leo. Jina lako litukuzwe sana. Nafasi hii ya pekee uliyotupatia ni nafasi ya pekee sana katika maisha yetu. Nasi tunakuja kwa unyenyekevu miguuni pako, tukiomba utusamehe dhambi zetu, uturehemu, ututakase na ukatusogeze katika msalaba wako. Tunakushukuru kwa ajili ya masomo haya mazuri ambayo tumekuwa tukijifunza. Leo tena tumekuja kwako kujifunza. Tusaidie tupate kuelewa hili tujifunzalo na tuweze kuyapokea mafundisho yako maishani mwetu. Enda nasi siku ya leo katika jina la Yesu. Amina. Julai 11, mada ikisema njia pekee ya kushinda. Yoshua 1:8 imeandikwa, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana. Ikiwa wanadamu watatembea katika njia ambayo Mungu ameiweka kwa ajili yao, watakuwa na mshauri ambaye hekima yake ni ya juu mno kuliko hekima yoyote ya mwanadamu. Yoshua alikuwa ni jenerali mwenye hekima kwa sababu Mungu ndiye alikuwa mshauri wake. Upanga wa kwanza ambao Yoshua aliutumia ulikuwa ni upanga wa Roho, neno la Mungu. Ilikuwa ni kwa sababu mivuto yenye nguvu kabisa ilipaswa kuletwa kwenda kinyume na kanuni zake za haki. Ndiyo sababu Bwana kwa rehema alimwamuru asigeuke mkono wa kulia au wa kushoto. Alipaswa kufuata njia ya uadilifu mkamilifu kabisa. Kama kusingekuwepo hatari mbele ya Yoshua, Mungu asingemwamuru tena na tena apate kuwa hodari. Lakini katikati ya masumbufu yake yote, Yoshua alikuwa na mshauri ambaye ni Mungu wake. Hakuna udanganyifu mkubwa kuliko ule wa mwanadamu kudhani kwamba katika shida yoyote anaweza kumpata kiongozi bora kuliko Mungu, ambaye ni mshauri mwenye hekima mno katika dharura yoyote, ulinzi wenye nguvu zaidi chini ya hali yoyote. Bwana ana kazi kubwa inayotakiwa kufanywa katika ulimwengu wetu. Ametoa kazi yake ili kila mwanadamu aifanye, bali mwanadamu hapaswi kumfanya mwanadamu kuwa kiongozi wake, asije akapotezwa. Hii daima si salama. Wakati ambapo dini ya Biblia inajumuisha kanuni za utendaji katika huduma, wakati huo huo kuna umuhimu wa kuomba hekima kila siku kutoka kwa chanzo cha hekima yote. Ushindi wa Yoshua ulikuwa nini? Utafakari juu ya neno la Mungu mchana na usiku. Neno la Bwana lilimjia Yoshua mara tu kabla hajavuka Yordani. Hii ndiyo ilikuwa siri ya ushindi wa Yoshua. Alimfanya Mungu kuwa kiongozi wake. Wale wanaoshikilia nafasi za kuwa washauri wanapaswa kuwa watu wasio na ubinafsi, watu wa imani, watu wa maombi, watu ambao hawatathubutu kutegemea hekima yao wenyewe ya kibinadamu, bali watatafuta kwa bidii nuru na akili juu ya kile kilicho namna bora ya kuendesha shughuli yao. Yoshua, kamanda wa Israeli, alichunguza vitabu kwa bidii ambamo Musa alikuwa ameandikwa kwa uaminifu maelekezo yaliyotolewa na Mungu, masharti yake, makaripio na vizuizi, asije akaenda bila kushauriwa. Hii ni Julai 11, mada ikisema njia pekee ya kushinda.
Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina. Alipopata mtoto kama Waisraeli walipovusha bahari, nitazimba sifa, moyo wangu umeguswa kwa matendo yako Bwana, sitanyamaza nitasifu. Ni yule kama Hana alipopata mtoto kama Waisraeli walipovusha bahari, nitazimba sifa, moyo wangu umeguswa kwa matendo yako Bwana, sitanyamaza nitasifu.